Ya tatu, ayashtarta alwahib, kutoa masharti mwenye kutoa hicho kitu, arujuu fiha, kurejea kwenye hicho kitu baada mauti ahli, baada ya kufa mmoja wapo, akifa yeye kile kitu kitarejea kwangu. Fahali yasihu ash-shart au yulgha wa takunu muabbada, je, masharti yatafaa au yatapuuzwa na jambo litakuwa kishampa mtu kitu milele? Ama aina mbili za mwanzo tumesema, aina ya kwanza kusema kwa milele na kusema umri wako na umri wangu, kwa madhhabu jumhur ulama ala siyati alhiba wa ta'bidiha almawhib lahu wal warathati ma ba'di. Ukishampa mtu kitu milele au kaombea umri wako umri wangu, hiyo ni chake na familia yake hata akifa. Ama aina ya tatu ambao ukatoa sharti, bana mmoja wapo akifa kinarudi hichi kitu, fadhahaba ila sihhati ash-shart ar-rujui jamaa min al-ulama, wakatoa sharti ya kurejea kundi katika wanachuoni, minhum az-Zuhri, miongoni mwa Zuhri na Imam Malik na Abu Thawr wa Daudi, wa riwaya ni Imam Ahmad, na ni riwaya katika kwa Imam Ahmad, yaftara Sheikh Taqi-Din wa ghayruhum min ashabi al-muslimuna la shuruti, wakitegemea hadithi inasema waislamu juu masharti yao. Kwa hiyo amma al-umra wal-rukhba fa fiha khilaf al-mashhuruna, tofu khilafu wala hadithi fa fima mutaarid, na hadithi kama tunakataa, ukiangalia hadithi kama nyingine zakataa jambo hili, nyingine yafanya nini, za kubali. Walladhi nakhtara, ambao tunalichagua, annahu idha shata ar-rujuu fiha raja ila malikiha, ukitoa sharti la kurejea vitu vitarejea. Hadithi kuna nyingine kaza nakataza swala hilo, kwamba ukimpa mtu masharti hayo vinakuwa ni kwake, nyingine inaonyesha inarudi. Kwa anasema mtu akitoa sharti, nakupa hichi kitu, ukifa kinarudi kwenye familia yetu, sharti hilo litazingatiwa. Umeelewa? Wa an Umar radhiyallahu anhu, kutoka Umar za Allah juu yake, qala, anasema hamaltu ala farasi fi sabilillah, nilipanda juu ya farasi katika njia ya Allah na kwenye jihadi. Fa adahu sahibuhu, akawa mtelekeza mwenye farasi yule. وعن عمر رضي الله عنه تقول عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله. معنى حملت على فرس أي جعلت فرسا حمولا لمن لم يكن له حمولا من المجاهدين وملكته إياه ولذا ساغ ببائه. يعني حملت الفرس على فرس, yani nilimjalia farasi huyu ni mwenye kubeba yule ambaye hana kipando, anakuwa kwake. Tupo, yani nimetoa farasi, huyu farasi kwenye jihadi ambaye hana farasi amchukue huyu, ndio maana yake, ndio hamaltu, sio nimepanda mimi. Maana yake ai ja'altu farasa hamulatan liman lam yakun lahu hamul, nimejalia ni kitu wa kubeba yule ambaye hana cha kupanda. Lakini kujalia hivyo yote ndio kwenye jihadi atachukua huyu farasi na atamiliki, wa malakatu iya, na atamiliki, walidha saqa baini, inaweza kamuuza huyu mtu. Kwa hiyo ambaye ana farasi kwenda nayo jihadi yupo, atampanda aenda naye na pia anamiliki moja kwa moja, anaweza kumuuza. Fa adahu sahibu, yule mtu aliyompata ile farasi ndio mpale farasi akamtelekeza, akawa hamtunzi, kachoka. Fadharantu annahu bai'uhu birukhs, nikadhania tamuuza kwa bei ya chini. Tuko pamoja? Nikadhania yani yule aliyompa ile farasi akawa kamtelekeza, yani amhudumie. Fadharantu, sio kamtupa, yani yuko naye lakini farasi kakonda, nikapungua, yani kama hana shida naye. Fadharantu annahu bai'uhu birukhs, nikadhania kwamba atamuuza kwa bei ya chini, yani anapoishi naye ile farasi kana kama atamuuza kwa bei ya chini. Fasaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhalika, nikamuuliza mtume, je, naruhusiwa kumnunua? Faqala tabta'u, mtume ambao usimnunue, wa in a'takahu bidirham, atakupa kwa dirham moja. Tuko, yani maana ya hadithi, ukitoa kitu usikinunue tena, hata kama mtu, yani mfano umempa mtu pikipiki au baskeli, ukishakutoa kitu zawadi haifai kwenda hata kukinunua tena. Umeelewa? Kwa hiyo yeye Umar alitoa farasi akampa mtu moja kwa moja, mtumie kwenye jihad matumizi yake, na anaweza kumuuza yule mtu ile farasi, akawa akamtelekeza, akamnyongesha, hamhudumii vizuri. Akaona huyo unapoonekana atakamuuza kwa bei ya chini,
Sasa na mimi nikasema nikamnunua, kwa sababu naweza kumnunua nikamtengeneza vizuri, nikamtunza akawa vizuri. Kabla sijamnunua nikamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam muulize yafaa. Mtume anasema usimnunue hata kupa kwa bei ya chini kabisa. Tuko kuonesha makemeo ulichokitoa zawadi, usikinunue tena kurudisha kwako. Sio nakupa utakuuza ni uziri. Kwa sema hamaltu ala faras, nilitoa farasi fi sabilillah, katika njia ya Allah. Ndio maana hadithi fa adhaahu sahibuhu, yule mhusika akamtelekeza ile farasi. Yani taraka alfa, wakaacha kumlisha, wa khidmatu hatta hazala, kumhudumia mpaka akakonda. Faswara kashayl hali, kana kitu kinachoangamia. Fadhanantu annahu ba'ih bi rukhs, nikadhania atamuuza kwa bei ya chini manake. Fasaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dhalika, nikamuuliza Mtume jambo hilo. Faqala tabta'uhu, akaniambia usimnunue, in ataka bi dirham, hata kuuza kwa dirham moja, hata kwa bei ya chini. Hadithi inatufundisha nini? Wahaba Umar radhiallahu anhu rajula min almujahidin farasan, Umar alimpa zawadi miongoni mwa mujahidin farasi ili amtumie yule mtu, na moja kwa moja kama mtu akamtelekeza. Umar radhiallahu anhu akataka kumnunua kwa sababu sifa yake kashakuwa bei rahisi. Sasa akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume akamwambia usimnunue hata kwa dirham moja. Kwa hivyo fil hadithi annahu la yanbaghi lilwahid, hadithi inatuonyesha haifai mtu alotoa kitu, wal mutasaddiq, na mwenye kutoa sadaka, an yatataallaka nafsuhu bima wahaba wa a'ta, nafsi yake ifungamane na kile alichokitoa zawadi au sadaka, achana nacho. Fahuwa min at-tarafu wa tanazzuhu al-mahmud, kwa hiyo usina ishara hizo wala usikinunue. Wa fi anna sahibu al-khuluq al-karim wa sahibu al-ikhlas fi al-amal la yantadhiru min al-mawhib lahu, mwenye tabia njema na ikhlasi amsubirie yule aliyompa kitu, akaanza kuangalia tena kitu chake. Dhahiri an-nahy tahrim fi shira'i sadaqa, dhahiri inatuonyesha uharamu wa kununua kitu cha sadaka. Kwa kununua ama rujuu ama kukirejea ukitaka, tumeona pia makemeo. Na vile Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya tatu, an yashtarta alwahib, kutoa